Mzee wetu Mzee Puli Mwatindili ni mzee mwenye umri wa takriban miaka 80 ambaye anaishi na mkewe na mtoto mmoja, ambaye mtoto huyo ana changamoto ya afya ya mwili kwa maana mguu, lakini pia ana changamoto ya afya ya akili. Maisha ya familia hii ya Mzee Puli yamekuwa yakitegemea biashara ya kukusanya na kuuza makopo, lakini pia kuuza kuni. Sambamba na hilo kufanya vibarua mashambani ili kupata pesa ya matumizi kwa ajili ya familia nyumbani. Kama mtaa huu tutakuwa tumefanya hii kazi ya kujenga sawa, lakini tunatamani, kwa sababu ukishajenga huyu mzee na familia yake hawawezi kula hilo jengo, na sisi sio kwamba tutakuwa tunarudi kila siku kwa ajili ya kuwaletea chakula. Kwa hivyo ndio maana nilianza kwa kuwashukuru jamii ya Wanaitongo, jamii ya wana Mwakibete kwa namna ambavyo mnamjali mzee huyu, na niwaombe, pamoja na kwamba leo atakabidhiwa nyumba hii, familia hii bado itakuwa na uhitaji kwa sababu ya hali ya kiafya alionayo mzee huyu. Kwa hivyo tuendelee kutoa ule msaada tuliokuwa tunautoa awali, tuendelee kushirikiana na familia hii. Muhimu kwenye jamii, sisi wanajamii, sisi kama sehemu ya jamii, tusione ni jambo la kawaida mtu mwingine anapoteseka. Tusione ni jambo la kawaida mtu mwingine anapokuwa kwenye dhiki. Kwa hiyo msaidie kwenye taabu yake hata kidogo. Usimwone mtu mwenye taabu ukaanza nawe kumwongezea taabu nyingine kwa kumsema vibaya. Msaidie ili aweze kupiga hatua kwa yule anayeweza kupiga hatua. Na yule ambaye hawezi kupiga hatua, basi msaidie kwa kile uwezacho kwa wakati huo, na yeye asahau taabu yake. Hapa mwaka 2008 nilipokelewa na huyu jirani na tumeishi vizuri mpaka leo, tunaishi vizuri. Ni ndugu yangu na ni rafiki yangu, na nimemkaribisha kuishi naye toka walipovunja nyumba. Mimi ni jirani yake, nyumba ya pili hiyo. Kwa kweli maisha kabla ya kujengewa hii nyumba yalikuwa ni magumu kwa kweli. Mimi mwenyewe kuna muda mvua ikinyesha usiku nilikuwa nawaza, hivi huko nje tutaamka tutakuta jirani yetu ni mzima au nyumba imemdondokea. Kwa hiyo tunamshukuru Tulia, Mungu ambariki, amuongezee pale alipopunguza, Mungu akamzidishie. Asante kweli, nilikuwa napata shida. Asante, nashukuru Tulia, nashukuru, abarikiwe na aongezewe siku, Mungu amulinde asiliku mzunguka. Tulikuwa tunaishi kwa shida, hii nyumba ilikuwa inafuja, tunajifunika makaratasi usiku pale tulipolala, tulikuwa tunaweka makaratasi. Kama mvua inanyesha tulikuwa hatulali usingizi.